Yes, Zulieta huyo hapo. Unamdai nani mahali? Unamdai nani mahali? Ndugu Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi nilikuwa na binti yangu. Huyo binti aliondoka akasafiri, akaelekea eneo la Mtowisa, panaitwa Kifinga. Baada ya kufika pale, mimi mwenyewe kule Kifinga nilikuwa sijawahi kufika, isipokuwa mimi nakaa kijiji cha Sibwesa Nkungwi. Basi baada ya hapo nilipata taarifa kwamba yule binti mume wake amemuua na akakimbia. Baada ya hapo mimi nilikuwa mjamzito. Niliondoka na mimba yangu, nikawa nimeenda mpaka kule. Baada ya kufika eneo lile, nikakuta yule binti tayari wameshamzika. Nikaanza kufuatilia, nikaenda polisi Mtowisa. Baada ya kufika Mtowisa, polisi wakasema hilo swala kweli tumelishuhudia, tumelisimamia vizuri. Baada ya hapo, wewe unatakiwa uende mahakamani. Nikawa nimeenda mahakama ya mwanzo. Baada ya kufika mahakama ya mwanzo, wakaitwa wale wahalifu. Yule mhalifu ambaye alimuua binti yangu alikuwa tayari ameshakimbia. Akaitwa mama yake mzazi. Baada ya kuitwa mama yake mzazi, akaambiwa, "Huyu mama unamfahamu?" Akasema, "Ndio, simfahamu. Isipokuwa tu nimepata taarifa yake kwamba huyu mama ndio mwenye yule mtoto ambaye alimuua mwanangu." Ikabidi hakimu akaongea neno, akamwambia huyu mama, kwa sababu mtoto wako tayari amekimbia na alikuwa hajulikani kwao, yatakiwa umlipe nini? Mahari. Tukakubaliana yatakiwa nilipe 4,500,000. Akasema ndio, nitalipa. Nikaanza kufuatilia. Mimi nilikuwa nakaa Nkungwi. Sasa mimi nilikuwa ni mjamzito. Ule uwezekano mimi wa kuondoka mara kwa mara ikawa inanigharimu pesa nyingi. Nilikuwa na eneo langu la kama nusu heka hivi. Nimeliuza 1,000,000. Watoto wangu wakabaki wanasumbuka. Maana hiyo nikaanza kufuatilia kesi ile, ya kufuatilia ile pesa. Basi mheshimiwa, baada ya hapo wakaanza kunisumbua. Wakanipa tarehe. Hiyo tarehe ilipofika nikawa nimeenda. Tukakatiwa rufaa. Akasema kwamba hapana, huyu mama mlipeni kwa sababu amesumbuka sana. Mheshimiwa, mimi nilikaa pale kwa muda wa siku 29. Yule mama baada ya kuwa nimemshinda aliondoka na kwenda kukata rufaa tena. Akaambiwa, "Mbona umekata rufaa na wakati siku zimeshaisha?" Mheshimiwa, kikweli mimi nilishindwa kuelewa. Ilibidi akawa ameondoka kwenda Sumbawanga. Kweli kule nikashauriwa, "Nenda kwa sababu yeye amekata rufaa kwa muda mwingine. Ametoa pesa, wewe hauna pesa." Nikasema ni kweli sina. Hata nimeshazidiwa na ujauzito. Basi mheshimiwa, 20 mwezi wa 7 nikawa nimeondoka kwenda Sumbawanga. Kufika njiani nikapanda bajaji. Nikashikwa na uchungu kwenye bajaji, nikawa nimejifungua huyo mtoto mwaka 2024. Mwezi wa 7 tarehe 22. Basi tarehe 23 nikawa nimeondoka kwenda Sumbawanga mjini. Kufika Sumbawanga mjini nimejifungua kama jana usiku saa 2. Akaniambia hakimu, "Wewe mama, mbona umekuja umejifungua jana?" Nikamwambia ni kesi imesomwa leo, inatakiwa nije nisikilize, lakini sasa sina nguvu ya kwenda kusimama hapa. Naombeni mlipe wiki moja kwa sababu leo ni tarehe 23 mpaka tarehe 29 nitakuwa niko vizuri. Mheshimiwa, ilifikia kweli ile siku mimi nikawa nimeondoka, nikawa nimeenda mpaka mahakamani, mahakama ya wilaya. Yes, nyoka.
asije akawa anayedaiwa mahali ndo kaleta nyoka. Mheshimiwa, baada ya hapo mimi kwa nimekosa pesa ya nauli. Yule mama alikuwa na ndugu, alikuwa na pesa, alikuwa anaitwa Esther Maongezi. Limenitoka jina kidogo, samahani. Pole, nimeshakuelewa. Sasa baada ya hapa ngoja jambo ambalo nilitaka kufanya. Baada ya hapa nilitaka tumwachie katibu tawala wa mkoa aongee na katibu tawala wa mkoa wa Rukwa, ili hao watu ambao tena watu wengine wanapenda kutafuta kesi kubwa. Kama umesikiliza, hii kesi ni kubwa kuliko hiyo fedha ya mahali. Hii kesi ni kubwa kuliko ya mahali. Huyo mama naona kafanya huruma sana kwenye hiyo familia, kwamba kuomba tu mahali kafanya ungwana sana, na bado wametaka kumsumbua vile. Kwa hiyo mama, tumwachie, ninamwachia mkuu wa mkoa, lakini kwa sababu yuko meza kuu, katibu tawala alipokee, kaa na huyo mama, pewa taarifa zote za ile familia, ongea na katibu tawala mwenzako wa mkoa wa Rukwa, amtume kamanda wa polisi aende kwenye hiyo familia, awaambie watekeleze hayo makubaliano, na wakati ule ule isikilize vizuri hii story. Naona ina jambo liko kubwa ndani yake, kubwa kuliko mahari. Sasa kwa sababu hapa limefika mbele ya serikali, hatuwezi tukalichukulia kiulaini tu hivyo. Sasa wao wamalizane hiyo kesi yao wamalizane hayo mambo yaliyokubaliana, lakini pia nataka nipate undani, kwa sababu naona kuna jambo kubwa hapo ambalo lilimalizwa kindugu. Jambo kubwa la jamhuri limemalizwa kindugu. Hebu mama, njoo hapa, kutana na katibu tawala hapa, mpe taarifa za hiyo familia yote hiyo. Atasimamia jambo lako, lakini tutasimamia na jambo lingine ambalo ni la kitaifa. Tuna jambo la nchi hapo. Sasa kama watu wanakubali mambo mengine bwana, sasa na hiyo na yenyewe wanapotezea.